Naam, kupitia mashindano ya Qur'ani ambayo yamedhaminiwa na mbunge wa jimbo la Mafia na ni naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, mashindano ambayo kihistoria yameanza tangu mwaka 2022 na mpaka sasa mwaka 2025. Na hapa nipo na mshindi aliyejibebea kikombe cha juzuu ya 20 ambaye mwenyewe tena kujitambulisha na kuelezea namna gani ambavyo amefaidika ama amefurahia kutokana na ushindi wake. Asalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ningependa uanze kujitambulisha kwa majina, unaitwa nani? Naitwa Hawa Uthmani Rashid, natokea Madrasa Tuhilalia Mkalangama. Mashindano yametoa matokeo mazuri upande wako. Labda wewe ulikuwa unazungumza nini katika matokeo haya ambayo leo yamejiri? Kwa upande wangu namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia huu ushindi. Pia nawashukuru walimu kwa jitihada zao ambazo walizozitoa kwangu mimi. Pia nawashukuru pia majaji kwa kile ambacho walichonihukumu, na pia kuishukuru serikali ya mbunge kwa zawadi ambayo walitoa. Labda kwa upande wako, wakati unaingia katika viwanja hivi vya mashindano, tayari ulikuwa na matokeo ya kuweza kujishindia nafasi ya kwanza? Kwa kweli sikuweza kufikiria, kwa sababu ukiangalia mashindano sio kitu cha kujiamini sana. Unaweza ukapatia na pia unaweza ukakosea. Ila kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala niliweza kutulia na kuweza kujibu maswali yote kwa usahihi. Ni jambo la kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labda mtazamaji angependa kufahamu changamoto ambazo huwa mnazipitia kipindi ambacho mnahifadhi Qur'ani. Labda unaweza kutuelezea kwa uchache changamoto zote ambazo mnapitia? Kwa baadhi ya changamoto ambazo tunazozipata, kuna baadhi ya sura unaweza kukuta kuna sura ni ngumu. Kwa hiyo inachukua muda mwingi sana katika kuihifadhi na kuifanyia muraja mpaka ikakaa vizuri. Pia changamoto nyingine unakuta kwamba mfano labda inatokea juzuu inasumbua, kwa hiyo inachukua muda mwingi sana pia nayo kuikariri mpaka ikawa imehifadhika. Na pia unakuta kuna aya ambazo zinazofanana, labda zinaingiliana kati ya sura moja na sura nyingine, pia zinachanganya wakati labda uko unatolewa maswali au pia wakati wa kuhifadhi. Neno moja kwa Waislamu na wasio kwa Waislamu katika swala zima la kuhifadhi Qur'an. Natoa wito sana kwa Waislamu wote katika kukihifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani ndio mwongozo wa Waislamu, na kwa wote tunatakiwa kukihifadhi kama vile Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoahidi kwamba atakihifadhi kitabu chake, na pia tukihifadhi katika vifua vyetu. Na pia naiomba serikali itufanyie urahisi katika kujenga kituo maalumu kwa ajili ya kuhifadhi, maana changamoto nyingi inaonekana watu wanashindwa kuendelea na kuhifadhi Qur'ani mpaka kuhitimisha kutokana na kukosa sehemu maalumu ya kuhifadhia. Changamoto hii inaweza ikatatuliwa pale ambapo kitapojengwa kituo maalumu kwa ajili ya kuhifadhi Qur'ani, na hapo itachukua muda mchache na Mafia itakuwa ni tayari yenye kufanya mashindano kwa juzuu 30. Naam, mtazamaji wa YouTube channel yetu, kama ni mara yako kwanza kufuatilia, basi tafadhali subscribe, like, share na comment ili uwe wa kwanza kuweza kupata video zetu.